Mkuu wa wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma, Ngolo Malenya, amemsimamisha kazi mwenyekiti wa kijiji cha Chengena, Valence Ndenje, baada ya tume aliyoiunda kubaini ya kwamba mwenyekiti huyo hatoshi kutokana na tuhuma mbalimbali zinazomkabili ikiwemo ubadhirifu na kuuza maeneo ya serikali ya kijiji bila kushirikisha wananchi na pia kuuza viwanja na ardhi za watu kinyume cha taratibu. Akiongea wakati wa mkutano wa wananchi ulioitishwa kijijini hapo, Ngolo, baada ya kusikiliza hoja za wananchi na kumpa nafasi mwenyekiti ya kujitetea, akatoa maazimio ya uchunguzi wa tume aliyoiunda baada ya kufika kijijini hapo wiki mbili zilizopita na kukutana na sakata hilo. Ni wajibu wa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Lakini nina kama wiki mbili nilipita hapa na nikaagiza kwamba kuna tume ambayo niliunda kwa ajili ya kufuatilia masuala ambayo yalileta sintofahamu. Na leo sasa, baada ya tume kukamilisha ripoti yake, nimefika kwa ajili ya kuitolea majibu. Lakini kabla sijaitolea majibu, ningependa sasa nitoe nafasi ili tuweze kukamilisha jukumu ambalo lilituleta hapa. Mimi naitwa Tottenham Damian Mambi, ni mzaliwa wa kijiji cha Chengena na maeneo yote hapa nayafahamu. Yanauzwa maeneo ya watu, anafika mtu kutoka Lindi anauziwa na unatumika muhuri ule. Sasa tunafika mahara tusomewe sasa idadi ya maeneo yaliuzwa, mapato yake sasa hakuna. Warobo mwezi wa 3 hamna, mwezi wa 6 hamna, warobo 3 hamna, mpaka wa mwaka hamna. Kuna yule mwenyekiti ambaye mlimtuma aende akahakiki yale maeneo, yuko wapi? Katika siku 3 tumegundua mambo mengi kwa kweli. Kuna zaidi ya heka 400 point zimeuzwa kinyume na sheria. Yaani hakufanyika utaratibu wowote, aidha kuomba kwenye mkutano halali ya kijiji au makubaliano ya wananchi. Kwa hiyo vimefanyika kinyume na utaratibu wa mauziano. Karibia heka 400 na dokumenti tunazo, nadhani tulituma zingine kwenye ofisi yako. Mwenyekiti, wakati nimekuja mara ya mwisho wiki mbili zilizopita, kulikuwa na tuhuma za kwamba wewe unauzia watu kinyume na utaratibu. Ina maana maeneo mengi ya serikali ya kijiji yalikuwa yakiuzwa bila kushirikishwa wananchi, si ndio? Ndio. Sasa tulikuwa tunataka utusaidie ufafanuzi wa hilo jambo likoje? Niseme mheshimiwa, kwa maeneo yote ya Chengena ambayo mimi mpaka sasa sijakabidhiwa hekari hata moja, ukiondoa zile za kijiji 86, isipokuwa tu kuna maeneo yapo ya Chengena watu walishauza siku za nyuma au walishayapeki toka siku za nyuma. Kwa hiyo biashara ambayo mimi naishuhudia nikiambiwa na mtendaji wangu ni baina ya biashara mtu na mtu. Wanauziana, ndo hizo hati kama wanazoziona, mtu amesimama anauza na watu wengine wako wengi wanauza. Kwa biashara hii ya mtu na mtu ambaye ndo tayari baadhi ya wananchi huninyoshia mikono kwamba serikali nimehusika kutoa maeneo kinyume cha utaratibu, lakini sio kweli kwamba nimetoa maeneo kinyume cha utaratibu. Ambaye anaona kwamba huyu amesema uongo, basi aje anisaidie hapa nifahamu ukweli. Kwa jina naitwa Tobias Eretelus Komba, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Majimaji. Tulibishana kwa muda mrefu ndani zidi ya mwenyekiti wetu, lengo tuwekane usawa, lakini ilishindikana. Ikalazimika sasa turudi kwa wananchi tukasemee kwa wananchi ili tuweze kupata msaada. Ndani tumeshindana. Yaani mwenyekiti wetu amekuwa ametolea sana macho kutokuuza maeneo pasipo kufuata maendeleo kijiji. Niseme kwa mwenyekiti huyu kutokana na mfumo sisi tumeshindana naye. Ndio kwamba kwa hesabu kama hizi hapa kiujumla ili tuweze kupata maendeleo akae pembeni ili tuone kijiji kisonge mbele. Asante sana. Dr. Samia Suluhu Hassan alishaagiza kwamba tuhakikishe tunawapa wananchi tabasamu. Lakini tabasamu hilo sasa lazima tuweke na haki itendeke. Baada ya kuja hapa na kuunda tume, hakika mimi nimejiridhisha pasipo shaka kwamba mwenyekiti wetu hatoshi. Sasa basi, kwa sababu mwenyekiti wetu hatoshi, serikali haiwezi kusimama kuendelea na majukumu yake. Kwa hiyo sasa nimefika hapa kutamka kwamba kuanzia leo mwenyekiti huyu tutamsimamisha, na baada ya kumsimamisha niwape sasa ruhusa, yani kura ya veto kwa maana ya wananchi, kwa hawa wenye viti wa vitongoji, mchague ambaye mnamuona kwa sasa na mna imani naye ambaye anaweza kufanyeje kuwavusha mpaka hapo kwenye uchaguzi mwingine. Tunaelewana? Kwa sababu mnawajua, tutasema huyu mnanyosha mikono,
Mwenye mikono mingi ndio atakayefanyeje? Atakaye kaimu. Haya, Bwana Asmani Salum Ngonyani, mnaridhia kaimu? Hapana. Anayefuata taja jina. Haya, Bwana Yovis Norbert Mbawala, mnaridhia kaimu? Hapana. Tobias Komba, mnaridhia kaimu? Hapana. Haya, Kakae Saidi. Anayefuata? Mimi naitwa Salum Amani Mkua. Hapana. Haya, karibu. Hapana. Haya, Tobias. Kutokana na kutokuwa na imani na mwenyekiti wetu wa kijiji cha Chengena, tumeamua kumsimamisha na sheria nyingine zitachukua mkondo wake. Kwa hiyo sasa atakaimu Bwana Tobias, mpaka hapo taratibu zingine zitaendelea. Sasa nimwombe tu mwenyekiti aliyepo aweze kuzungumza neno. Baada ya hapo tumkabidhi kijiti huyu, alafu tuendelee na taratibu zingine. Kimsingi nilikuwa na afya nzuri, lakini baada ya kushika madaraka inawezekana kabisa afya yangu inapungua. Na kwa nini nasema hivyo? Kwa maana kwamba mheshimiwa, mimi nilikuwa nashindwa tu kuandika barua kwa sababu nilijaza fomu kwenye Chama cha Mapinduzi kuomba madaraka niongoze Chengena, lakini katika hali ambayo toka nimeshika madaraka kwangu ni shida, mpaka ikawa kero kubwa. Lakini nikushukuru leo kwa kunipa nafasi hii. Niseme asanteni sana, asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Naomba nipishe mbele hapa. Asante. Mimi niombe tu ushirikiano, mumekabidhi kwa kijana, maana kuna wengine wanakofika wana mifumo fulani, baada ya kupatikana mwenyekiti huwa wanafika yani kutaka kuwa karibu kwa niaba ya kuhujumu kijiji. Nitakuwa kidogo tofauti kidogo katika hapo. Asanteni sana. Mimi ni Bakari Chijumba.